Mungu mwenyewe yuko hapa. So tunafurahi uko wa Bwana na nguvu zake mahali hapa, maana leo tena anatuhudumia. Leo tena ameachilia huduma yake juu yetu pasipo na kipimo. So tunaweza tukasalimiana and then tukamakinika kwenye vitu zetu. So na chukua fursa hii na mshukuru Mungu kabisa kwa ajili ya neema yake na wema wake kabisa juu ya maisha yangu, na mshukuru pia kwa ajili ya huduma yake ndani yangu, kwa ajili ya kuniteua na kuniaminia au kunihesabu kwa mmoja katika kazi yake, katika utumishi wake kwa ajili ya watu wake. Na mshukuru Bwana kwa ajili ya neema hii. Ni baraka na shukuru Mungu siku zote kwa ajili ya hilo, na shukuru pia mchungaji kwa ajili ya nafasi, kwa ajili ili kulihudumia kanisa la Mungu, na ni nafasi ambayo ni ya pekee sana, ambayo sio ya kawaida au ya kuchukulia kawaida. So na shukuru kabisa, na mshukuru mchungaji kwa ajili ya hilo kwa sababu ni privilege, ni nafasi ambayo amenijalia katika kujenga kanisa la Mungu na kwa ajili ya mimi mwenyewe kukua kuelekea kusudi la Mungu kwenye maisha yangu. So na shukuru sana mchungaji, na Mungu mwema azidi kukuhifadhi na akazidi kukujalia kuendelea na kuzidi sana, na kile ambacho Mungu ameweka kwenye mikono yako kikazae sana kwa jina la Yesu. So na shukuru pia wewe ambaye umewahi na kufika kwenye mkutano asubuhi hii. Wewe ni wa baraka sana. Mungu akutende mema. Mungu akazidi kukuinua na kukukuza katika neema hiyo, ukakue, ukastawi, ukawe imara, na ukazidi kuwa bora katika neema yake kwa jina la Yesu. Kuombea kwamba utarudi nyuma, utalegea. Mkono wa Bwana unakudhibitisha ili ukazidi kuendelea na kukua kwa jina la Yesu. So ni baraka tele sisi kuwepo hapa tena. Mungu yuko hapa. Mungu yuko hapa. Anatenda kazi njema mahali hapa. Naomba kwamba mioyo yetu itakuwa wazi kwake kupokea kile ambacho tena kwenye mkutano huu. Baba ni mwema. So tunaendelea na somo letu kujua moyo wa Baba. Tunaendelea pale ambapo tuliwaachia. Tunachukulia hapo, tuko kwenye kipengele cha picha au moyo halisi wa Mungu, na last time tuliuzia mambo machache, na so tutachukulia hapo tukiendelea mbele
Mungu ni mwaminifu, anatujalia neema hii ya kuendelea. So last time tulisema kwamba kumbuka tulibizia tukasema kwamba mwamini hapaswi kuishi kwenye madhania kuhusu Mungu. Kwamba mwamini hapaswi kuishi kwenye madhania kuhusu Mungu. So mwamini anafaa kujengwa na kuthibitishwa kwenye ufahamu wake kuhusu Mungu. Amwelewe na kumjua Mungu katika usahihi wake. Maana katika kumjua Mungu au pale ambapo mwamini anapokea ufahamu ambao ni sahihi kuhusu Mungu, anakuwa ameokolewa kutoka kwenye madhania. Ufahamu wake unakuwa umethibitishwa, anakuwa imara, anatolewa kwenye madhania, anaokolewa kutoka kwenye rumors kumhusu Mungu au kumwelekea Mungu. So tuliona kwamba hatupaswi kuishi na rumors au kumwabudu Mungu ambaye tumemsikia kwa rumors, bali ufahamu wetu unahitaji kuthibitishwa na kujengwa, kuwa grounded kuhusu Mungu tunayemwabudu. So tunahitaji kujua. So mwamini anahitaji kujua Mungu. Manake pale ambapo ufahamu wake amepokea ufahamu sahihi kuhusu Mungu, anakuwa ameondolewa kutoka kwenye madhania, hayuko kwenye hayuko katika kuyumba, bali anakuwa kwa imara, anakuwa ako imara. Kumbuka kwamba Paulo anasema kwamba tusiwe tena watoto wadogo tukitupwa huku na huku na kila upepo wa elimu. So pale ambapo mwamini amepokea ufahamu sahihi kuhusu Mungu, ndipo hawezi kuyumbishwa tena. Anatoka kwenye madhania kuhusu Mungu. Auishi na kudhania kwamba maybe Mungu yuko hivi au Mungu yuko vile. Ukiona matukio fulani unaanza kusema ama huyo ni Mungu. Ama huyo ni Mungu. Ukiona mafuriko nasema ama huyo ni Mungu. Huyo ni Mungu, huyo ni Mungu amekasirika. Yaani ukiona majanga tu unaanza kumhusisha Mungu pale ambapo hayupo kabisa. So mwamini anahitaji ufahamu kamili kuhusu Mungu, ili kwamba asiwe tena katika kuyumba. Asiwe katika kuyumba, asiishi katika madhania, asiishi katika kubeba rumors. Unaweza ukaimagine kuna watu ambao leo hii wamemkasirikia Mungu, wamemjamia Mungu, kwa sababu kuna mambo ambayo walisikia kuhusu Mungu, ama kuna habari, kuna taarifa ambazo walipewa kuhusu Mungu ambazo ni taarifa zisizo sahihi, taarifa ambazo sio sahihi. Na pale ambapo mambo ilikwenda kinyume na matarajio yao, leo hii wamemkasirikia Mungu, wamesema hiyo mambo ya Mungu sitaki tena. Na ukifuatilia mtu kama huyo, kile ambacho alipokezwa, utapata ni taarifa ambazo sio sahihi, sio za kweli. Aliishi tu, alisikia tu rumors tu hivi kuhusu Mungu. Na sasa shinda ni kwamba matarajio yake yamekosa kufua dafu, amemkasirikia Mungu. So
Unapata watu kama huko nje wengi wamekaa chini. Wamesema mimi na mambo ya Mungu wacha tu. Lakini ukifuatilia kwa umakini kabisa utapata kile ambacho anahitaji arudi tena ajifundishe kuhusu Mungu kwa upya. Na fahamu wake unaangaziwa na pona. Anarudi tena kwenye laini, anarudi katika kumwabudu Mungu. Maana pale ambapo ufahamu kuhusu Mungu umeharibiwa, kunakuwa na shida imeingia. Pale ufahamu kuhusu Mungu umeharibiwa, kunakuwa na shida kuhusu kumwabudu Mungu. So tuliangalia tukaona kwamba tukimalizia tulisema kwamba tuliangalia yale mambo matatu ambayo tunahitaji, ambayo Biblia inatuelekeza kwa ajili ya kumjua Mungu. Yale mambo matatu, na tukasema kwamba tatizo kubwa tulionalo leo ni kwamba Wakristo wengi wanakwenda kanisani wakiwa na haraka ya kutoka. Yaani wanachelewa kuingia na wanatoka mapema. Tuliachia mali pale. Kwa sababu na tukaona kwamba kwa sababu hiyo tuliona kwamba wanaofundisha pia nao wanajitahidi kufurahisha hadhira wao. So unajipata ndani ya muda mchache wame fix kila kitu ndani ya muda maybe dakika 30 au 40 au wanawa wamefix kila kitu. Ibada imekuwa iko complete. Kila kitu kimefundishwa na watu wanaondoka wakihisi kwamba wameelewa na wako sawa. Lakini tunaona kwamba hiyo ni ugonjwa mkubwa. Hilo ni tatizo yani. Maana haipaswi kuwa hivyo. Maana kama ikiwa tunataka kumjua Mungu, ikiwa kweli tunataka kumjua Mungu, lazima tuwe tayari kujitoa. Yaani tuwe tayari kutoa muda wetu kwa ajili ya kufundishwa. Maana ikiwa kweli tunataka kumjua Mungu, maana ili sio jambo linakuja automatic. Unahitaji kuketi chini ufundishwe, unahitaji kujitiisha kwenye mafundisho, ufundishwe kuhusu Mungu. Ili sio jambo la kihisia tu kuhisi kwamba namjua Mungu, bali kumjua Mungu unahitaji kufundishwa. Yani kumjua Mungu sio jambo la kihisia tu, bali unahitaji kufundishwa, unahitaji elimu. So ukiwa unahitaji kufundishwa, tunahitaji kutoa muda wetu, tunahitaji kuwa patient, kutoa muda wetu kwa ajili ya kufundishwa kuhusu Mungu. So unapata changamoto iliyopo ni kwamba pale ambapo kuna pressure mingi, tuseme kwa mfano kwenye ibada, pressure zimeingia kwa sababu kuna watu wana mbio, ibada isichukue muda mrefu kwa sababu wana mambo ya kufanya. So unapata mara mingi hata kwa ule muda mchache ambao maybe kunakuwa na mafundisho, unapata hata kinachofundishwa pale ni ama utakachoambiwa pale ni mambo yetu ya kawaida tu, kuhusu mambo yetu tu ya kawaida, kazi zetu, biashara zetu, yani maisha yetu tu. Unakwenda kwenye hizo dakika unaambiwa pokea kazi, pokea gari, pokea nini, yani na mambo kama haya. Lakini ukweli ni kwamba haya ni mambo ambayo hayawezi
kufanya wewe ukakua kiroho. Ni mazuri ndio, lakini ni kumbuka kwamba ni mambo ambayo hayakufanyi wewe ukakua kiroho. So unahitaji elimu ya neno la Mungu ili uweze kukua kiroho. Kwani kwamba kuna majira ambayo tunaweza kutiwa moyo kwa ajili ya mambo yetu na maisha yetu, lakini sio kugeuza kwamba hiyo inachukua nafasi ya fundisho. Tunahitaji kufundishwa kuhusu tunahitaji kufundishwa neno la Mungu kwa muda wa kutosha kabisa, na hivyo tunahitaji kujitiisha na kutoa muda wetu kwa ajili ya kufundishwa. Manake pale ambapo tumekosa mafundisho sahihi ya neno la Mungu, unapata imepelekea kanisa imepelekea kanisa la Mungu kwenye sarakasi. Manake umeenda kanisani hujafundishwa neno la Mungu ambalo linakukuza na kusaidia wewe kukua kiroho. Umeambiwa tu kuhusu mambo yako, mambo yanayokukumba na mambo kama hayo. Ni mazuri ndio, lakini kumbuka kwamba sio mambo ambayo yanakufanya wewe ukue kiroho. Unahitaji kujifundisha neno la Mungu kwa usahihi na kwa muda wa kutosha, ili kwamba ukaweze kuelewa na kukua kiroho. So ikiwa kanisa la Mungu linataka kupona kutoka kwenye sarakasi, linahitaji kujitiisha kwenye fundisho la kweli. So leo hii ikiwa kanisa la Mungu linataka kupona kutoka kwenye sarakasi, linahitaji kujitiisha kwenye elimu ya kweli ya neno la Mungu. Manake pale ambapo watu wanafundishwa kwa usahihi neno la Mungu, kunakuwa na kukua kiroho. Watu kunakuwa na kukua kiroho. Lakini pale ambapo neno la Mungu limewekwa kando, limenyimwa nafasi, yani mambo mengine ndio yamechukua nafasi kubwa kwenye kanisa, lakini neno la Mungu limenyimwa nafasi, unapata sarakazi zinakuwa mingi. Lakini kwa kanisa la Mungu linahitaji kupona kutoka kwenye sarakasi, linahitaji kujitiisha kwenye fundisho, kwenye elimu ya neno la Mungu, elimu ya kweli ya neno la Mungu. Manake hapo ndipo confusion inaondoka. Tunamfahamu Mungu katika usahihi na tunajijua sisi wenyewe. So confusion inakuwa imeondoka. Manake tumesema kwamba unaweza ukaimagine ya kwamba kuna mtu ambaye yuko na miaka mingi tu kwenye wokovu, lakini kwenye hiyo miaka yote kile ambacho ameshikilia au kile ambacho ameshikilia hii miaka yote, yani ni rumors tu kuhusu Mungu. Yani hajai kufundishwa au kupata elimu ya Mungu
ambayo ni sahihi, ambayo inaweza ikamsaidia huyo mtu kuukolea wokovu ambao ameupokea. So unapata miaka yote hii tu Mungu mtu ameshikilia taarifa ambazo zio sahihi kuhusu Mungu, you can imagine, ambazo zinamwangaisha tu usiku na mchana, zinambabaisha kutoka juu kwenda chini kila siku, ambapo hajui amesimamia wapi miaka hiyo yote. Amejawa na kubabaika tu na mashaka. You can imagine. So kama huyo anahitaji tu kujitiisha kwenye fundisho la kweli la Mungu, ambapo manake ni hasara sana kwako wewe pale, kwa mtu mwenyewe pale ambapo imagine miaka yote umekaa kwenye wokovu, lakini habari ambazo umeshikilia ni habari ambazo zinakubabaisha, zinakutatanisha usiku na mchana, hauna peace, hautulii, uko katika kuhangaika. Na Mungu amponye mtu kama huyo, akakutana na kweli ya neno la Mungu, akakutana na kweli ya neno la Mungu. So unapata mara mingi pale ambapo tuseme kwenye kanisa kuna fundisho ambalo ni fundisho la kweli kumhusu Mungu, ambalo linatupa uhakika wa Mungu ambaye tuliyempokea, wa Mungu ambaye tunayemwabudu. Unapata watu wako kwenye mashaka. Watu wengi wako kwenye mashaka, wako confused, hawajui ni wapi wala ni wapi, wako confused. Lakini tunaona kwamba neno la Mungu likifundishwa kwa usahihi, elimu ya neno la Mungu inapowasilishwa kwenye fahamu za watu, ina clear confusion, mashaka inaondoka, mashaka inaondolewa. So unapata hata mara mingi, hata mtu akiwa kule nyumbani, wakati ambapo anajifundisha Biblia, ajifundishi kwa kusudi la kumjua Mungu, bali ni anafungua Biblia kusoma ili kwamba asihisi hukumu, ndani yake. Yani maanake lengo la kujifundisha neno la Mungu ni ili kwamba tujengwe, tumjue Mungu. Lakini pale ambapo inatokana na kuepa yani, ili kusiwe na kuhukumika, sijasoma Biblia, mara mingi unapata kwamba hauwezi kujengwa kwa sababu ulisoma ili kutimiza ama ili usihisi kwamba unahukumika, bali tunajitiisha kwenye neno la Mungu. Kusudi ni kwamba tupate kumjua Mungu. Tunajitiisha kwenye neno la Mungu au kujifundisha neno la Mungu, kusudi ni kwamba, au lengo ni ili tukamjue Mungu. Manake Mungu kwenye vitabu vya Biblia 66 ambavyo Mungu
ambavyo vinamuelezea Mungu. So tunahitaji kuvisoma hivyo vitabu kwa lengo na kusudi ya kumjua huyo Mungu ambaye ameelezewa kwenye hivyo vitabu. So tunahitaji kwenye Biblia, kwenye vitabu 66 ambavyo viko kwenye Biblia ambavyo vinamuelezea Mungu. So tunahitaji kusoma hivyo vitabu kwa lengo na kusudi la kumjua Mungu ambaye ameelezewa, amejiweka, amejifunua kule. So tunahitaji hivyo vitabu kuvisoma kwa lengo na kusudi la kumjua Mungu. So tunapata kwamba mitume wa Yesu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume waliwekeza kisawasawa kufundisha juu ya Mungu. Napata kwamba mitume wa Yesu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume waliwekeza kisawasawa kufundisha juu ya Mungu kwa muda wa kutosha. Na maybe tunaweza tukaangalia mifano kadhaa kwa ajili ya tunaweza tukaangalia mifano kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 2:42. Tunaweza tukaangalia, fungua Biblia yako. Matendo ya Mitume 2:42. I hope tumefika pale. Matendo ya Mitume 2:42 inasema, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Matendo ya Mitume 2:42. Inasema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Tunaweza tukaangalia Matendo ya Mitume 5:42. Matendo ya Mitume 5:42. I hope umefungua Biblia yako. Matendo ya Mitume 5:42. Asema, na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu kwamba ni Kristo. Hiyo ni Matendo ya Mitume 5:42. So tuna kwamba walikuwa na muda mzuri. Kwanza anasema kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema. So tunaweza tukadhibitisha kwamba hawakufundisha 30 minutes. Ni muda wa kutosha. Maana ikiwa unahitaji kuelewa, unahitaji kumjua Mungu, unahitaji kutoa muda wa kutosha kwa ajili ya kufundishwa. Matendo ya Mitume 11. Matendo ya Mitume 11:20. Tunaweza tukasoma mstari 25 na 26. Matendo ya Mitume 11. Fungua Biblia yako. 11. Tutasoma mstari 25 na mstari wa 26. Inasema, kisha akatoka kaenda Tarso kumtafuta Sauli. Mstari wa 26, hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi.
na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Haleluya. So tunaona ni kwa muda wa mwaka mzima walikusanyika pamoja kufundisha habari za neno la Mungu. Matendo ya Mitume 19 tunaweza tukasoma mstari wa 9 hadi mstari wa 10. Fungua Biblia yako. Matendo ya Mitume 19 mstari wa 9 hadi 10. Anasema, lakini wengine walikaidi, wakakataa kuamini, wakitukana ile njia mbele ya mkutano. Basi akaondoka, akawaacha, akawatenga wanafunzi, akahojiana na watu kila siku katika darasa la mtu mmoja, jina lake Tirano. Mstari wa 10. Mambo haya yakaendelea kwa muda wa miaka 2, hata wote waliokaa Asia wakalisikia neno la Bwana, Wayahudi kwa Wayunani. Anasema kwa muda wa miaka 2 wako pale kufundisha neno la Mungu. Matendo ya Mitume 20 mstari wa 20. Matendo ya Mitume 20 mstari wa 20. I hope umefungua Biblia yako. Ya kuwa sikujiepusha katika kuwatangazia neno lolote liwezalo kuwafaa, bali naliwafundisha waziwazi na nyumba kwa nyumba. Anasema, nikiwashuhudia Wayahudi kwa Wayunani wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. So tumeona kwamba mitume waliwekeza muda wa kutosha kwa ajili ya kufundisha neno la Mungu. Amen. Haleluya. So tumesema ikiwa kanisa la Mungu linataka kupona, lahitaji kurudi na kujitiisha kwa muda wa kutosha kwenye fundisho la Mungu, kwenye fundisho kuhusu Mungu. Haleluya. So tukiangalia pattern ya mitume inatuvuta na sisi kujitafakari na kurudi kwenye hiyo pattern wa kuwekeza muda wa kutosha kwa ajili ya kufundisha neno la Mungu, na sio tu dakika chache. Ukweli ni kwamba pale ambapo una muda mchache wa kufundishwa kuhusu neno la Mungu, itakuchukua muda mwingi sana, miaka mingi sana, ili ukaweze kumwelewa Mungu. So tunahitaji, watumishi wa Mungu wana wajibu wa kulifundisha kanisa la Mungu kwa muda wa kutosha, ambapo waamini pia wana wajibu wa kutoa muda wao na kujitiisha kwenye mafundisho na kujitiisha katika kufundishwa neno la Mungu. Kwa hiyo unapokuja kanisani, usiwe na haraka. Kaa, tulia, ufundishwe neno la Mungu, fundishwe habari za ukweli ya neno la Mungu. Manake nimesema kwamba watumishi wa Mungu wana wajibu wa kufundisha kanisa la Mungu kuhusu neno la Mungu, kufundisha neno la Mungu, ambapo waamini nao pia wana wajibu wa kujitiisha kwa muda wa kutosha kwa yale mafundisho ambayo yanatolewa au wanafundishwa na watumishi wa Mungu walio juu yao. So sote tunahitaji kuwajibika
ili kwamba tukafikia mahali pa kumjua Mungu tunayemwabudu. Tunahitaji kujitoa kwa muda wa kutosha kabisa katika kujifundisha. So kumbuka hapo nyuma tulisema kwamba ikiwa tunataka kumjua Mungu lazima tumtazame Kristo. Ikiwa tunataka kumjua Mungu lazima tumtazame Kristo. Tuliona kwamba Kristo mwenyewe alijikita kwa muda wa kutosha kufundisha na kuelezea maandiko. Alijikita kwa muda wa kutosha kabisa kufundisha na kuelezea neno la Mungu. So naamini ya kwamba hata kanisa la leo, hiyo ndio pattern ambayo tunahitaji kuchukua. Hiyo ndio pattern ambayo tunahitaji kufuata. Tumesema kwamba tukitaka kumjua Mungu lazima tumtazame Yesu. Maana maandiko yanaonyesha wazi kwamba tukimtazama Yesu tutakuwa na picha halisi ya Mungu. Tutakuwa na picha halisi ya Mungu. Kumbuka kwamba somo letu ni kujua moyo wa Baba. Na hilo ndilo jicho la kumtazama Mungu kwenye maandiko nyakati zote. Manake pale ambapo tunamtazama Kristo, tunaweza kuona ni nini ambacho Mungu amekuwa akifanya tangu mwanzo. Tunapomtazama Kristo tunaweza kuona na kujua kile ambacho Mungu amekuwa akifanya tangu mwanzo. Kwa sababu kumbuka kuwa Kristo ni Mungu katika mwili, akijidhihirisha katika binadamu. Tumesema Kristo ni Mungu katika mwili akijidhihirisha katika binadamu. So manake kiwa tutaangalia kisa cha Yona kwa mfano. So tuna muangalia kupitia jicho la Kristo ili tuweze kuelewa kile ambacho Yona alikuwa akifundisha kuhusu Mungu kwenye wakati wake. So kumbuka kwamba hao ni watumishi wa Mungu katika Agano la Kale ambao walikuwa wamesimamia na kutangaza mpango wa Mungu kwenye nyakati zao, kwenye kizazi chao. So na tunajua kwamba walikuwa ni watumishi wa Mungu ambao walisimamia kusudi la Mungu na mpango wa Mungu, kutangaza na kuelezea mpango wa Mungu katika dunia ya wakati wao. So na tunajua kwa sababu katika Agano la Kale walikuwa katika ahadi
ahadi ya Mungu ambayo ilikuwa ni ya kutoka mwanzo kuhusu binadamu, ambayo utimilifu wake ni ndani ya Kristo Yesu. So mpango wa Mungu ambao walikuwa wakitangaza katika nyakati zao, walisimama na kutangaza na kuelezea mpango wa Mungu katika dunia nyakati zao. So utimilifu wake ni ndani ya Kristo Yesu. Maanake ni katika Kristo Yesu ahadi ambayo ni ya mwanzo imetimizwa. So wakati ambapo tunawaangalia watumishi katika Agano la Kale, tunaweza tukaona kwamba tunaweza tukaona kwamba ni mpango wa Mungu wa kusimama kwenye nyakati zao na kutangaza kile ambacho ni mpango wa Mungu juu ya dunia kwenye nyakati zao. So na utimilifu wa kile ambacho walisimamia na kutangaza kiko ndani ya Kristo Yesu, kimetimizwa ndani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo ndio maana tumesema kwamba tunapomtazama Kristo ambaye ndiye amekuja kutimiliza mpango wa Mungu kwa dunia yote ambayo ni wa kutoka mwanzo, tunaweza tukaelewa na kujua nini ambacho Mungu amekuwa akifanya tangu mwanzo. Tunaweza tukaona ni nini ambacho Mungu amekuwa akifanya tangu mwanzo. Maana kuna watu ambao wanadhania kwamba Mungu katika Agano la Kale ni Mungu ambaye amejaa ni Mungu ambaye ana ghadhabu, amejaa hasira, ni Mungu ambaye anaua na haya mambo yote. Lakini tunapomtazama Kristo Yesu ambaye ni Mungu katika mwili, tunaweza tukaelewa na tukajua nini ambacho Mungu amekuwa akifanya tangu mwanzo. Manake kama tangu mwanzo amekuwa akiassign watumishi wake kwa ajili ya kutangaza katika dunia mpango wake, kusudi lake, basi tunaweza tukajua Mungu amekuwa na kusudi gani kwa ulimwengu tangu mwanzo na nyakati zote. Na wala tuwezi tukasema kwamba Mungu ana hasira ya dunia. Manake tangu mwanzo na katika vizazi vyote Mungu amehakikisha kwamba katika vizazi vyote ameweka watumishi wake kwa ajili ya kutangaza mpango wake, kwa ajili ya kutangaza kile ambacho ni kusudi lake juu ya binadamu wote. Hakuna wakati ambapo Mungu amenyamaza. Kila nyakati zote amehakikisha kwamba kuna watumishi wake juu ya hivyo vizazi kwa ajili ya kutangaza, kwa ajili ya kusema neno la Mungu juu ya watu wa dunia. So tunaweza tukaona kwamba Mungu amekuwa ni Mungu wa rehema tangu mwanzo. Na unaweza ukadhihirisha kwamba wakati wowote, hakuna wakati ambapo Mungu aliwacha watu wake wakawa hivyo pasipo na mtumishi wake ambaye amemweka, ambaye amemuinua kwa kusudi la kutangaza habari zake juu ya hao watu. Na tunaweza tukaona kwamba huo ni upendo wa Mungu, kwamba katika vizazi vyote ameinua watumishi wake kwa ajili ya kutangaza habari zake juu ya watu. Tunaweza tukaona kwamba huo ni upendo mkuu wa Mungu. Ni upendo mkuu wa Mungu. Lile tu watu walikuwa wakifanya mioyo yao migumu na kutosikiliza
kile ambacho Mungu anazungumza. Lakini hakuna kizazi, tunaona katika maandiko hakuna kizazi ambacho Mungu amewacha bure. Katika kila kizazi Mungu anahakikisha kwamba anainua mtumishi wake. Anainua watumishi wake kwa ajili ya kutangaza, kwa ajili ya kuproclaim kusudi lake juu yao. Kwa ajili ya kutangaza na kusema kile ambacho ni makusudi ya Mungu juu yao. Na kwa wale ambao walipata kuamini na kupokea wakawa salama. Lakini kwa wale ambao walikataa na kupinga na kukosa kuamini wakaangamia. Kwa hiyo kuangamia kwao ni kwa sababu ya wao wenyewe, sio kwa sababu Mungu aliwaangamiza. So kuangamia kwao ni kwa sababu walifanya mioyo yao kuwa migumu na kutosikiliza kile ambacho ni mpango wa Mungu juu ya maisha yao. Ndio wakajitafutia kuangamia wao wenyewe. Wala hawezi sema kwamba ni Mungu amewaangamiza kwa kufanya mioyo yao kuwa migumu. Ndio wakapata kuangamia. Lakini sio kwamba Mungu hakusema nao. Sio kwamba Mungu hakujidhihirisha kwao. Sio kwamba Mungu hakutangaza mpango wake kwao. Manake kama kulikuwa na watumishi wa Mungu ambao waliinua katika vizazi na vizazi na vizazi, manake hizo ni rehema za Mungu. Huo ni upendo wa Mungu. So tumesema kwamba kwenye maandiko tunaangalia maandiko yote kwenye nyakati zote kwa jicho la Kristo. Maana tumesema kwamba katika Kristo Yesu ndipo kuna utimilifu wa mpango wa Mungu juu ya dunia yote tangu mwanzo. Maana pale ambapo tunamwangalia Kristo, tunaweza tukapata kuona uhalisia wa Mungu. Kwa hiyo ikiwa Kristo katika mwili amekuja, ameonyesha wema kwetu, ameonyesha upendo kwetu, ameonyesha rehema kwetu, tunajua kwamba hivyo ndivyo Mungu amekuwa tangu mwanzo. Ikiwa Kristo katika mwili amekuja, ameonyesha wema kwetu, ameonyesha upendo kwetu, ameonyesha rehema kwetu, kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba Mungu tangu mwanzo amekuwa mwema, amekuwa mwenye rehema, amekuwa mwenye upendo. Hivyo ndani ya Kristo Yesu tunaweza tukafahamu na kujua tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu na uhalisia wake. Tunaweza tukaona kwamba ingawa Kristo amekuja, ametuokoa, ametukomboa. Kwa hiyo tunajua Mungu tangu mwanzo ni kusudi lake, ni mapenzi yake kutuokoa na kutupa uzima wa milele. So sisi kuokolewa ijaanzia kwa Kristo, bali tunaona ni kusudi na mpango wa Mungu kuanzia mwanzo, ambapo utimilifu wake
ni ndani ya Kristo Yesu. Kumbuka tumesema kwamba Kristo ni Mungu katika mwili, akijidhihirisha katika binadamu. So manake hivyo ndivyo kile ambacho alifanya katika Kristo Yesu, hivyo ndivyo alivyokuwa tangu mwanzo. Hivyo ndivyo amekuwa tangu mwanzo, na huo ndio uhalisia wake. So huwezi kusema kwamba Mungu anaweza kuleta mabaya kwako, lakini Kristo ni mwema, Kristo ni mzuri. Yeye hawezi kuleta mabaya kwako. Utakuwa katika kuchanganyikiwa. Maana Kristo ndiye huyo Mungu aliyekuwepo tangu mwanzo, aliyetangaza habari zake juu ya binadamu, kuhusu ubinadamu wote tangu mwanzo. So ikiwa unasema Kristo ni mzuri, lakini Mungu anaweza kaleta mambo mabaya kwako, itakuwa tu ni kuchanganyikiwa. Manake kama Mungu ni mwema, kama ni Mungu aliyesema kwamba anatuwazia mema, yeye hawezi kugeuka, hawezi kubadilika. Ndivyo alivyo, ndivyo alivyo. Kumbuka kwamba Yakobo anasema, tunaweza tukasoma Yakobo kwa ajili ya Yakobo 1. Fungua Biblia yako, Yakobo 1. Mstari wa 17. Anasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili utoka juu, ushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Anasema kila kitolewacho kilicho kamili utoka juu, ushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Kwa hiyo ukiwa tumeona wema wa Mungu katika Kristo Yesu, ina maana kwamba Mungu amekuwa mwema tangu mwanzo. Yeye hawezi kubadilika na majira wala nyakati. Yeye ni Mungu mwema tangu mwanzo. Sio kwamba kutoka mwanzo amekuwa na sura tofauti, lakini kwenye kipindi cha Yesu tunaona tunaweza tukachukua kwamba amekuwa na sura nyingine tofauti. Yeye ni Mungu yule jana, leo na hata milele. Ana kugeuka wala kubadilika. Ikiwa tunasema Mungu ni mwema, manake amekuwa mwema tangu mwanzo. Ikiwa tunasema Mungu anatupenda, manake Mungu alitupenda tangu mwanzo. Manake yeye ni Mungu ambaye ametupenda nyakati zote. Yeye ni Mungu ambaye anatupenda nyakati zote. Kwa sababu amechagua hivyo tangu mwanzo kutupenda.
Yeye ni mwema, na hiyo ndiyo tabia yake, ndiyo asili yake. So tukimjua Mungu kwamba yeye ni mwema, sio kwa sababu ya hisia tu, bali kwa sababu hiyo ni asili yake, hiyo ni tabia yake siku zote, na hakuna kile ambacho kinaweza kubadilisha hicho. Ikiwa Mungu anatupenda, Mungu anatupenda, period. Sio kwa sababu atupendi kwa sababu kuna kile ambacho sisi tumefanya. Yeye alichagua kutupenda kabla. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo ni asili yake, ni tabia yake, hawezi kubadilika. So pale ambapo mambo yanaenda kinyume, yanaenda mlama katika maisha maybe, alafu nafika mahali pa kumlalamikia Mungu na kumnung'unikia Mungu, unakuwa unafanya vibaya sana. Unahitaji kugeuza moyo wako na kumtazama Mungu mwenye upendo, na kulitazama pendo la Mungu juu ya maisha yako. Maana kama Mungu tangu mwanzo hajawahi kusudia wala kuwaza mabaya juu yake, manake yeye ni mwema na wala ubaya wote utokani na yeye, hautoki kwake. So unahitaji kugeuza moyo wako na kujitiisha kala kuliangalia na kutazama pendo la Mungu juu yetu, juu yako. Kwa sababu hiyo ni asili yake. Upendo ni asili yake. Yaani yuko hivyo, ana namna nyingine. Yeye ni mwema tu. Amechagua na kuwa mwema kabla hatujaperform chochote. Ndivyo alivyo siku zote. Yeye hawezi kugeuka wala ageuzwi na machaguzi yako, wala ageuzwi na nyakati zilizopo na majira yaliyopo katika dunia hii, wala ageuzwi wala kubadilishwa na kile ambacho kinaendelea na kufanyika katika ulimwengu huu. Yeye ni Mungu ambaye amesimamia asili yake, yuko kwenye asili yake siku zote. So hilo ndilo jicho tunahitaji kumtazama nalo Mungu. Maana tukimtazama hivyo, vinywa vyetu vitafungwa kusema kwamba Mungu ameleta mabaya kwetu ili kutufundisha. Mungu ameachilia mabaya kwetu ili kutufundisha. Mungu anatufundisha kupitia neno lake, wala sio kupitia mambo mabaya. Manake upendo alio nao kwetu, upendo ambao ni tabia yake, ni uhalisia wake, hauwezi kumruhusu ana dakika moja kutumia mabaya kwa ajili ya kutufundisha sisi. Analo neno lake, atumia neno lake kutufundisha, kutuguide, kutuelekeza, kutuonya, wala sio mabaya. Kwa yeye ni Mungu anayetupenda. Pale ambapo mabaya yanakupata, mabaya yanakupata, aibu inakupata, yeye ana utukufu wote kwa wewe kupatwa na mabaya. Maana yeye ni Mungu mwenye upendo, anakuwazia yaliyo mema usiku na mchana. Anatuwazia yaliyo mema usiku na mchana.
ndivyo alivyo, ni asili yake, ni tabia yake. Haleluya! So Mungu ni Mungu ambaye anatuwaza kila wakati. Unajua sisi ndio wakati ambapo mambo ni mazuri, tunaweza kwenda viwango ya kwamba tunaweza hata tukamsahau Mungu. Lakini pale ambapo maybe ni wakati wa shida, ndio akili zetu zinarudi na kumwaza Mungu na kumkumbuka Mungu. Lakini yeye ni Mungu aliye present juu ya maisha yetu nyakati zote. So sisi tunahitaji kumwangalia Mungu na kumtazama Mungu kwenye nyakati zote, kumtumainia na kumwangalia yeye kwenye nyakati zote, nyakati nzuri, nyakati ambazo sio nzuri. Tunatega masikio yetu kwake kusikia anasema nini kuhusu kile ambacho maybe tunakumbana na nyakati ambazo ni ngumu na nzito. Tunainua tumaini letu kwake, tunamsikiza yeye anasema nini kuhusu kile ambacho tunakumbana nacho. Manake yeye ana suluhisho, yeye ana njia ya sisi kutokea. Bwana Yesu asifiwe. So yeye ni Mungu ambaye anatuwaza katika nyakati zote. Yeye ni Mungu ambaye ameachilia wema wake juu yetu kila nyakati zote. Yeye ni Mungu ambaye anatushika mkono na kutuinua hata pale ambapo tumeanguka kwa sababu ya sisi wenyewe kutozingatia kwetu, kutokuwa makini kwetu, kutokutii kwetu. Yeye ni Mungu ambaye anaingilia kati na kutusaidia ili kwamba tusimame, tuinuke, tuendelee. Kwa sababu yeye ni Baba mwenye upendo. Hiyo ni asili yake, hiyo ni tabia yake. So uweze kujigamba ukasema kwamba Mungu amekupenda kwa sababu umebehave, umekuwa mtoto mzuri. Yeye anajua wewe unaweza kumfail na kumdisappoint anytime. Lakini pendo lake lina nguvu. Lina nguvu kuliko vile ambavyo unaweza ukadhania na kufikiria. Ana pale ambapo tunajivua wenyewe, tunajiharibia wenyewe, yeye ni Mungu ambaye anakusudia na kuleta suluhisho hapo. Pale ambapo tunajiharibia mwenyewe, yeye ni Mungu ambaye anakusudia ili kutusaidia. Tusibaki katika kuanguka, tusibaki kwenye machafuko, tusibaki katika uharibifu. Yeye ni Mungu ambaye anatengeneza njia, anatusaidia tusimame. We rise again. Tuendelee, tuinuke. Anatusaidia tuweza kuwaza vizuri na kutuepusha na kila ubaya. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako. Funga kinywa chako, mbariki Bwana. Shukuru Mungu kwa ajili ya wema wake.
ajili ya wema wake. Tumeona kwamba yeye ni Mungu ambaye ni mwema, sio kwa sababu kuna kile ambacho tumefanya kuwa kizuri mbele zake, bali ni Mungu ambaye amechagua na kuwa mwema juu yetu, kwa sababu hiyo ni tabia yake, hiyo ni asili yake. Shukuru Mungu kwa ajili ya pendo lake, kwa ajili ya wema wake juu yetu, ya kwamba katika nyakati zote na majira yote wema wake umetufunika. Wema wake uko juu yetu, pendo lake limetufunika, rehema zake zimetufunika. Yeye ni Mungu ambaye ametukamilisha, sio kwa sababu sisi wenyewe tulikuwa kamilifu, bali ni kwa sababu yake mwenyewe ametukamilisha, ametuita wenye haki, ametusafisha, ametuondolea aibu, ametuweka katika mahali pa juu, ametuinua na kutuketisha